Wa mbinguni, jina lako likatukuzwe, jina lako lihimidiwe, jina lako lihimidiwe, jina lako lihimidiwe, jina lako Yesu Kristo wa Nazareth uliye hai. Asante kwa uaminifu wako, kwa wema wako na kwa rehema zako, Mungu uliye na neema na rehema, katika jina la Yesu. Baba yetu wa mbinguni, mapenzi yako yatimizwe na ufalme wako uje utawale tena na tena siku zote saa zote kwetu. Ninaomba uponyaji kwa kila mmoja. Ninaomba utakaso wa damu Yesu kwangu na kwaya asikiaye na atazamaye. Ututakase kabisa kwa damu yako, utuhurumie Mungu wa rehema na neema, katika jina la Yesu. Asante kwa fadhili zako, katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu akubariki tena, akujaze neema. Karibu sana katika chakula cha roho. Kula ukue, kula uendelee kustawi katika jina la Yesu. Ninasoma neno la Mungu kwenye kitabu kile cha Mathayo sura ile 20, na ujumbe uliopo hapa, kichwa cha ujumbe huu ni kwamba wa kwanza kuwa wa mwisho. Mungu hugawa atakavyo. Wa kwanza kuwa wa mwisho. Mungu hugawa au toa apendavyo. Wa kwanza anakuwa wa mwisho na wa mwisho anakuwa wa kwanza. Sura hii ya 20, Mathayo sura ya 20 inaanzia mstari wa kwanza. Kwa maana ufalme wa mbinguni umefanana na mtu mwenye nyumba aliyetoka alfajiri kwenda kuajiri wakulima wapeleke katika shamba lake la mizabibu. Naye alipokwisha kupatana na wakulima, akawapa kutwa dinari. Aliwapeleka. Narudia mstari wa pili. Naye alipokwisha kupatana na wakulima, kuwapa kutwa dinari, alipeleka katika shamba lake la mizabibu. Aliwapeleka katika shamba lake la mizabibu. Mstari wa 3. Akatoka mnamo saa 3, akaona wengine wamesimama sokoni, wasiokuwa na kazi. Nao hao akawaambia, enendeni nanyi katika shamba langu la mizabibu, na hiyo haki nitawapa, na iliyo haki nitawapa. Wakaenda. Mstari wa 5. Akatoka tena mnamo saa 6 na saa 9 akafanya vile vile. Mstari wa 6 anasema, hata kama saa 11 akatoka akakuta wengine wamesimama, akawaambia, mbona mmesimama hapa mchana kutwa bila kazi? Wakamwambia, kwa sababu hakuna mtu aliyetuajiri. Akawaambia, enendeni nanyi katika shamba la mizabibu. Kulipokuchwa, yule bwana wa shamba akamwambia msimamizi wake, waite wakulima wape ujira wao, akianzia wa mwisho hata wa kwanza. Na walipokuja wale wa saa 11, walipokea kila mtu dinari. Mstari wa 10 anasema, na wale wa kwanza walipokuja, walidhani kwamba watapokea zaidi, na hao pia wakapokea kila mtu dinari. Basi wakiisha kupokea, wakamnung'unikia mwenye nyumba, wakisema, hao wa mwisho wametenda kazi saa 1 tu, nawe umewasawazisha na sisi tuliostahimili taabu na hari za mchana kutwa. Naye akamjibu mmoja wao, akamwambia, rafiki, sikudhulumu. Hukupatana nami kwa dinari? Chukua iliyo yako, uende zako. Napenda kumpa huyu wa mwisho sawa na wewe. Napenda kumpa huyu wa mwisho sawa na wewe. Mstari wa 15. Si halali yangu kutumia vilivyo vyangu
kama nipendavyo? Au jicho lako limekuwa ovu kwa sababu ya mimi kuwa mwema? Mstari wa 16, vivyo hivyo wa mwisho watakuwa wa kwanza, na wa kwanza watakuwa wa mwisho. Amina. Haleluya. Mstari wa 16, Yesu anasema, hata Yesu alipokuwa akipanda kwenda Yerusalemu, aliwachukua wale wanafunzi 12 faragani, na njiani akawaambia, angalieni, tunapanda kwenda Yerusalemu, mwana wa Adamu atatiwa mikononi mwa wakuu wa makuhani na waandishi, nao watamhukumu afe. Amen. Bwana Yesu asifiwe milele na milele, atukuzwe. Karibu sana kwenye tafakari njema na kuendelea kupata kukua na kuendelea kufahamu, kuendelea kutambua juu ya mapenzi ya Mungu yaliyo mema sana katika maisha yetu. Huu ujumbe ni wa pekee sana kwa nyakati tulizo nazo, ni wa pekee sana katika utumishi, katika maisha ya Kikristo, katika maisha ya watu wa dunia wote waliopewa kufikiri, kuona, kujua. Na sasa ujumbe huu nimesema kichwa kilichokuwa hapa ni kwamba wa kwanza wanakuwa wa mwisho na wa mwisho wanakuwa wa kwanza. Na Mungu anagawa kama anavyotaka. Hii inatuonyesha kwamba Mungu anaweza akafanya anavyopenda yeye, kwa sababu yeye ndio mwenye vyote, ndiye anayejua yote, ndiye anayeona zaidi. Yesu anaeleza ujumbe kwa mfano akisema juu ya mtu mwenye shamba ambaye anasema ufalme wa Mungu, anaelezea ufalme wa Mungu kwa mfano akisema ufalme huo wa mbinguni, wapendwa, tunaotarajia, ambao tumeupokea, ambako tunataka kwenda huko, kwenda kukaa pamoja na yeye milele. Anasema umefanana na mtu mwenye nyumba aliyetoka alfajiri akaenda, alafu akaajiri watu au akawapa watu kazi katika shamba la mizabibu. Akawapa kazi katika shamba la mizabibu. Anaposema kazi hapa, anasema habari ya wana wa Mungu kabisa. Anasema na habari ya wana shamba la mizabibu. Anasema kwenye Yohana 15, mimi ni mzabibu, baba yangu ni mkulima, ninyi ni matawi. Yani sisi ni matawi. Haleluya. Lakini mahali pengine Biblia inatuambia sisi ni shamba la Bwana. Na moyo wetu ni sawa na shamba la Bwana, ambalo linatakiwa lipandwe neno la Mungu kila siku, lipandwe mbegu ya neno kila siku. Aya, na tunatumika sote. Basi niseme kwa namna hii kwamba sisi duniani hapa ni kama tuko kwenye shamba ambalo tunatakiwa tutumike ndani ya ufalme wa Mungu. Tutumike, tufanye kazi, tumtumikie Bwana. Kwa hiyo kikubwa hapa somo hili pia linahusiana na kutumika katika ufalme wa Mungu. Kuna waliookoka siku nyingi, kuna waliookoka hapo katikati, kuna waliookoka hapo siku za mbele, kuna waliookoka leo au jana au kesho wataokoka. Kuna ambao wanakuja kuokoka msalabani wakati wa mwisho, yani saa ya mwisho imekaribia, maangamizo yani imebakia kidogo sasa wafe. Msalabani anaokoka mwizi, saa ya mwisho kabisa. Sawa. Anasema naye alipokwisha kupatana nao, wakapatana kulipwa dinari kila mtu. Mambo yakawa sawa, wakakubaliana, wakafurahi, wakaingia kazini kwamba kila mtu atalipwa dinari. Akatoka mnamo saa 3, akaenda tena akapata wengine, akawaajiri tena. Nao akawaambia, enendeni pia katika shamba langu. Hata mstari wa 6 anasema hata kama saa 11. Akatoka akakuta wengine wamesimama, akawaambia, mbona mmesimama hapa mchana kutwa bila kazi? Wakamwambia, kwa sababu hakuna mtu aliyetuajiri. Kwa hiyo wao walikuwa wanauhitaji, lakini hawajapata mtu aliyewaambia. Mavuno ni mengi, lakini watenda kazi ni wachache. Kumbuka neno hilo linalingana na hapo, linaingiana hapo. Mavuno ni mengi ila watenda kazi. Kwa hiyo hawa pia ni watu ambao walikuwa wanangojea, hawajapata mtu wa
kuwaambia habari za wokovu, kuwaambia habari za neno la Mungu, kuwaambia habari za injili ya Bwana Yesu. Tunaweza kulinganisha hapo. Lakini anawaambia haya, na nyinyi nendeni, ingieni katika ufalme, ingieni katika kazi, ingieni katika kunitumikia. Ndio maana yake, ingieni katika kuifanya kazi yangu, ingieni katika shamba la Bwana, ingieni katika kazi ya Bwana Yesu. Nao wakaingia. Anasema hawa ilikuwa ni saa 11, ni saa 11, ni saa 11 ambapo ni mwisho. Kumbuka kuna walioanza asubuhi mapema, alafu wakaja wa saa 3, wakaja wa mchana, wakaja sio wa saa 9 hapo, alafu wanakuja na saa 11 mwishoni kabisa, mwishoni mwa kazi kabisa, wakaja wa mwisho. Alafu mstari wa 8 anasema kulipokuchwa, yule bwana wa shamba akamwambia msimamizi wake, waite watu sasa wote wapate kulindwa. Kwanza anasema waite, anasema waite, ndiko mstari ule wa 8, waite wakulima, uwape ujira wao, ukianzia wa mwisho hata wa kwanza, ukianzia wa mwisho hata wa kwanza. Sasa sikiliza hapo, anasema ukianzia wa mwisho hata wa kwanza. Yani ameacha kumwanzia wa kwanza, anaanza na yule wa mwisho ambaye amefanya kazi muda mfupi sana, ambaye alifanya kazi muda mchache sana, ambaye alifanya hakutoka, pengine hata jasho alikutoka. Kwanza ni jioni, hakuna jua, alafu muda mfupi. Kwa hiyo inawezekana hata jasho kabisa alikutoka, hakuchoka popote, lakini anakuwa yeye ndio wa kwanza kulipwa. Alafu kuna yule alianza asubuhi, ambaye akaanza na asubuhi, akaenda muda mrefu na jua lote, akafanya kazi muda mrefu, na ambaye alikuwa ni wa kwanza. Lakini wa kwanza huyu hajapewa nafasi ya kwanza, sasa anapewa nafasi mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Hii inatufundisha kwa habari ya kukaa kwa makini sana katika kumtumikia Bwana Yesu, na kujilinda sana, na kujua kwamba Mungu anafanya apendavyo. Kwanza tufanye tukitarajia kupokea kile tulichotakiwa kupokea, au ambacho tunatakiwa tukipokee. Kila mmoja atapokea taji yake, kila mmoja atapokea kwa sehemu yake, kwa sehemu yake. Na manunguniko hayatakiwi kabisa katika kazi ya Bwana Yesu. Katika Ukristo, katika maisha ya Ukristo, manunguniko ni kitu kibaya. Na inawezekana hawa waliwekwa kuwa wanyuma kwa sababu kuna mahali walikosea, au kuna namna ambavyo walienda ambavyo haikumpendeza huyu mwenye shamba, akasema sasa hawa na waweka wa mwisho japo walikuwa ni wa kwanza. Inawezekana hapa haijaandikwa kwamba walikosea wapi, lakini natafakari tu kwamba kwa nini waweke kuwa wa mwisho? Kwa nini hawape nafasi ya mwisho wakati walikuwa wa kwanza? Lakini pia kwamba ingetarajiwa angewalipa angalau cha zaidi, kwa sababu walifanya kazi muda mrefu. Lakini anawaambia hapana, tulichopatana. Mungu anatoa kile walichopatana. Mungu ni wa mapatano, na Mungu ni mwaminifu, na huwa hadanganyi. Na hivyo hii inatufundisha tujue kwamba tutapokea sawasawa na tulivyotakiwa kupokea katika kumtumikia Bwana Yesu, katika kusimama na kutenda mapenzi ya Bwana Yesu. Tutapokea sawasawa na mapenzi yake, tutapokea kile kinachotakiwa tukipokee, na Mungu anafanya kama anavyokusudia. Bwana Yesu asifiwe sana sana sana. Anasema wakasema hawa wa mwisho wametenda kazi saa moja tu. Saa moja tu. Manunguniko sasa. Wamefanya kazi saa moja tu. Nawe umewasawazisha na sisi, umewapa sawa na sisi. Mnakuaje mambo haya? Kwa nini? Lakini yeye akamjibu mmoja wao, akamwambia, rafiki, sikudhulumu, sijakudhulumu. Nimekupa kama tulivyopatana. Ninakugawia sawasawa na inavyotakiwa wewe upate. Ninakupa vile ambavyo wewe unatakiwa upate. Ninakupa ile iliyo sehemu yako. Ninakupa ile iliyo ya kwako. Ninakukabidhi kile kilicho halisi. Anapewa halisi ambacho ndicho kinastahili apewe. Hivyo hii inatusaidia pia kufahamu kwamba unaweza ukafanya
sana, au unaweza ikawa umekaa muda mrefu kwenye wokovu, umekaa muda mrefu kanisani, lakini ukaja kupata malipo ambayo usingeona kwamba yanafaa kuyapata wewe. Au kwa maana nyingine, unaweza ukapitwa na mtu ambaye ameingia tu leo, lakini akapata neema kubwa kuliko wewe ambaye umekaa muda mrefu, au akapata neema inayolingana na wewe, au akapata sawasawa na wewe. Lakini wewe umekaa muda mrefu kanisani, umekaa muda mrefu kwenye uimbaji, umekuwa mtoa sadaka mzuri, lakini mtu anakuja siku moja tu anatoa sadaka, Mungu anamkubali, na ambaye wala hukudhania. Kwa kuna watu wanaweza wakaokoka leo tu, lakini kuokoka kwao leo tu au kumpokea Yesu leo tu, haijalishi mbele za Bwana, Mungu anaweza akampa sawa na wewe. Kwa hiyo katika habari za utoaji haki, tusije tukahangaika hapo, kwa sababu mtoa haki anatoa anavyotaka. Mtoa haki atatoa haki anavyotaka. Kwa hiyo angalia sana juu ya Ukristo wako, utumishi wako. Tuwe makini hapa, tujue kwamba Mungu kuna anachokiangalia yeye. Tukienda kwenye Agano la Kale kunasema Mungu haangalii kama tuangaliavyo. Mungu haangalii kama mwanadamu angaliavyo. Mungu hafanyi kama mwanadamu afanyavyo. Yeye hufanya zaidi kwa namna ya kipekee zaidi kwa utukufu wa jina lake. Kwa hiyo angalia sana, tuangalie sana kwamba muda wote tuliokaa, muda mrefu umekaa kwenye wokovu, usije ukashangaa kwamba mtu atakayeokoka kwa muda mfupi alafu akalingana na wewe, haki ikalingana na wewe, baraka zikalingana. Kwa hiyo usishangae pale baraka zinapolingana. Kwa hiyo ni kitu kingine cha kufikiri juu ya baraka, mgawanyo wa baraka, mgawanyo wa mafanikio, mgawanyo wa baraka. Mungu anaweza akamlinganisha mtu usiyemdhania, dhaifu kabisa, akalinganishwa na wewe. Baraka zinalinganishwa. Analinganisha baraka za mtu ambaye amefanya kwa muda mrefu na yule wa muda mfupi. Wote wanalinganishwa, wote wanapewa sawa sawa bila kupunja popote. Mungu ni wa haki, Mungu ni wa huruma na rehema. Mungu anatenda vile anavyokusudia, ndivyo atakavyotenda. Akamwambia, chukua iliyo yako uende zako. Mstari wa 14, chukua iliyo yako nenda zako, chukua iliyo yako nenda zako. Pia hapo tunajifunza juu ya kuwa na wivu. Wivu, tusiwe na wivu. Usiwe na wivu. Wewe pokea kilicho cha kwako, shukuru, nenda zako. Chukua kilicho cha kwako, furahi, nenda zako. Usianze manunguniko wala lawama, kwa sababu kama umepunjwa, hapo ndipo ungenungunika. Kama hakupunjwa, basi kwa sababu hakupunjwa asingestahili kulalamika. Anamwambia chukua iliyo yako kama tulivyopatana. Anasema napenda kumpa huyu wa mwisho sawa sawa na wewe. Yeye ndiye amependa. Anasema napenda kumpa huyu wa mwisho sawa sawa na nilivyokupa wewe. Amependa yeye, ameamua yeye. Kwa Mungu anaamua kutufanyia anavyotaka. Mungu anataka kufanya anavyotaka, sio kama tunavyotaka sisi. Kwa hiyo jambo lingine hapa ni kwamba Mungu hafanyi kama tunavyotaka, au Mungu hana mahesabu tulio nayo. Mahesabu ya Mungu ni tofauti. Kwa hiyo mahesabu ya hao wapendwa hapa, au huyu mtu hapa, mahesabu yalikuwa kwamba hapa lazima kutakuwa na cha ziada au cha zaidi, kwa sababu kama ameleta watu mpaka saa ya mwisho, wamefanya saa moja tu, ina maana sisi tutapokea zaidi. Wamesahau kwamba mapatano yalikuwaje. Mungu anaangalia mapatano. Mungu ni Mungu wa mapatano. Mungu ni Mungu wa maagano. Agano lake halibatiliki. Haki yake iko vile vile. Ahadi zake Mungu hazibadilishwi. Hapa pia inatufundisha kuonyesha kwamba Yesu anaonyesha kwamba hawezi kugeuka geuka. Alichopatana na sisi atakifanya hicho. Alichokusudia kwetu atakifanya. Kwa hiyo ujumbe ulioko hapa ni kwamba Yesu anafanya kama alivyokusudia. Yesu atakutendea kama alivyokusudia. Yesu atakujaza kama alivyokusudia. Yesu hatakuwa muongo hata siku moja. Yesu habadiliki. Mungu wetu habadiliki. Hata badilisha msemo wake. Hata badilisha mapenzi yake. Hata badilisha makusudi yake. Anafanya makusudi yake vile alivyokusudia. Vile alivyopanga ndivyo
atakavyofanya, vile ambavyo ameamua iwe ndivyo itakavyokuwa. Kwa hiyo tujue kwamba Mungu ni Mungu wa haki na Mungu ambaye anasimamia kila lilichokusudia, wala asumbuliwi na muda. Kwa hiyo swala lingine hapa ni kwamba Mungu ababaishwi na muda, Mungu azuiliwi na muda, wala Mungu afanyi kwa sababu ya vyovyote vile, anafanya kama anavyokusudia. Kwa hiyo muda hapa, yeye hafungwi na muda, hana mpaka Mungu wetu, kwamba muda ungemwekea mipaka, kwamba huyu wa muda mrefu, wa muda mfupi, au huyu wa muda masaa kadhaa mwingine. Hapana, Mungu asumbuliwi na muda wala wakati, yeye anafanya kama atakavyo. Kwa sababu hapa muda ungeweza labda kumbana kwamba lakini huyu amefanya lisali moja, huyu mwingine amefanya masaa 6, huyu mwingine amefanya masaa 7, huyu mwingine amefanya masaa 12. Anasema hapana, yeye atatenda sawasawa na alivyokusudia, sawasawa na yalivyo mapenzi yake, kwa sababu ana mapenzi mema kwetu. Basi hana upendeleo, hana ubaguzi, atafanya kama anavyokusudia. Ndicho anachokijibu hapa. Anasema chukua iliyo yako, chukua iliyo yako, nimempenda kumpa huyo wa mwisho sawasawa na wewe. Mstari wa 15, si halali yangu kutumia vilivyo vyangu kama nipendavyo? Si halali kutumia vilivyo vyangu kama nipendavyo? Anauliza swali hapo. Maanake yeye ni halali kwake, alivyo navyo avitumie kama anavyotaka, hata tumia kama tunavyotaka. Baraka za Mungu na neema ya Mungu anaitumia kama anavyotaka kwetu. Baraka za Mungu na neema yake kwetu anaitumia kama anavyokusudia yeye, kama alivyopanga yeye. Utajazwa kama alivyotaka ujazwe, utapewa kama alivyosema upewe, au kama alivyokusudia upewe. Lakini pia hii nyingine hapa ni kwamba maombi tunayoyaomba, mkataba tunaoingia na Mungu, Mungu habadiliki. Sisi tunapotaka kubadilika, yeye anasimamia pale pale, kwa sababu wao walitaka kubadilika. Kwa hiyo waliona kwamba wao wangepewa zaidi, au hawa wengine wangepewa kidogo, wasingepewa sawasawa na vile walivyopatana. Hapo ndo nikasema hapo ni wivu. Sasa hapo ni wivu, hapo inaingia wivu, chuki, tamaa. Kwa sababu mwenye navyo ni mwenye navyo, yeye anafanya anavyovitaka kwa sababu ni vya kwake. Anamwambia ujisho lako limekuwa ovu kwa sababu ya mimi kuwa mwema. Wema wa Mungu anataka ubaki hivyo hivyo, anataka kufanya hivyo hivyo. Ndipo anamalizia kwa kusema vivyo hivyo wa mwisho watakuwa wa kwanza, na wa kwanza watakuwa wa mwisho. Wa mwisho anakuwa wa kwanza, wa kwanza anakuwa wa mwisho. Wa kwanza anapelekwa kuwa mwisho kabisa, wa kwanza anarudishwa kuwa wa mwisho kabisa, na wa mwisho anavushwa mbele. Mungu anaweza kukuvusha. Usiangalie kwamba umepitwa, usiangalie kwamba umezidiwa, sijui mwenzako kashatajirika. Sasa hapo inatufundisha jambo hilo pia, kwamba Mungu anaweza akakuletea baraka nyingi. Huyo mtu unayemwona ametajirika, huyo mtu unayeona amefanikiwa sana, huyo mtu unayeona amekupita sana, ameshajenga, sio amefanyaaje, unasema mlisoma wote, tulisoma wote huyu, lakini mimi ameshanipita. Tulianza wote biashara, lakini mimi biashara yangu imedoda, mambo yameenda vibaya, sijui tulifanyaje wote, imekuaje? Bwana Yesu, mbona mimi? Kuna watu wananungunika, mbona mimi Bwana? Mbona sasa hivi Bwana? Mungu anasema subiri. Anaweza saa ya mwisho kabisa, unayoona sasa mambo yamesha kwenda ukingoni, yanazama, akakutokezea haki yako kwa nguvu zote, akakuletea makubwa sawa sawa na yule ambaye ni wa kwanza alishatangulia. Wakati mwingine wanasema kutangulia sio kufika, kufika ndio inayotakiwa. Mtu anaweza akafikishwa kabla ya yule aliyetangulia. Yesu anaweza akakufikisha mbele kabla. Yesu anaweza akakutangulizia baraka. Yesu anaweza akazileta kwa mkupuo, ghafla, baraka zako, mafanikio yako, watoto wako, mahitaji yako uliyohitaji.
baraka zako, mafanikio yako, ushindi wako, utajiri wako, Yesu anaweza kuuleta kwa ghafla, anaweza kuuleta bila kutarajia, anaweza kuuleta kwa wakati ambao utashangaa na watu watabaki wanashangaa. Huyu si wajuzi tu, huyu si wa leo tu, huyu si wa jana tu, imekuwaje ghafla hivi amefanikiwa hivi, imekuwaje ghafla hivi? Japo hapo kwenye kusema kufanikiwa lazima uwe makini kwamba usiuje ukaona tu ni kila mtu mibaraka imeivuka vup, utajiri umeivuka vup, au utumishi tu anauanza ghafla mara na watu wengi. Usije ukadanganyika hapo, uwe makini hapo, kwa sababu kuna watu wanatumia nguvu za giza, kuna watu wanatumia ushirikina, kuna watu wanatumia vitu vinakuja kama uyoga, kumbe ni mazingaumbwe, kwa sababu shetani ana mazingaumbwe, ana viini macho shetani. Kwa hiyo kuwa makini. Kwa hiyo mtu bibeli vimetoka kwa Mungu kweli? Vimekuja kwa ghafla haraka. Unashangaa wewe umesota, umeteseka kwa muda mrefu, alafu bado hujafanikiwa. Usipate shida ukaanza kunungunika kwa Mungu, kasema Mungu, mimi mbona nilikuwa mwaminifu, nimetoa sadaka, nimefunga, nimeomba, nimefanya kile na kile, mbona sasa mimi ninapitwa tu, mbona hujaniona? Anakuona na atakufanyia. Usiogope, usifadhaike, usikate tamaa, usinungunike, usilaumu, usikasirike, usipate shida. Tulia. Bwana Yesu anatuonyesha hapa ya kwamba atampa kila mmoja kwa wakati wake, na kama inavyokusudiwa atakujaza, atakujazi. Wa mwisho anaweza kuwa wa kwanza na wa kwanza akawa wa mwisho. Sasa ndio kanuni yake, ndio anavyotaka. Kwa anaweza akafanya yule wa kwanza akaendelea kuwa wa kwanza na yule wa mwisho akawa wa mwisho. Kwa hiyo pia hapo wengine wasijifariji. Mtu anaendelea na maovu anajifariji, wa kwanza anaweza akawa wa mwisho na wa mwisho akawa wa kwanza, wa mwisho anaweza akawa wa kwanza, anaendelea kujifariji kufanya maovu. Hiyo haiendani na huko. Sio mtu kuendelea kufanya maovu. Hii inasema na wale watu ambao wako kwenye mstari, wako wana imani, wanamtumikia Bwana Yesu, wako katika mapenzi ya Yesu, wote wanamwamini Yesu, lakini kwenye kufanikiwa imekuwa ngumu. Isikusumbue. Yesu anaweza kwa saa yoyote, kwa muda wowote, majira yoyote, kwa hali yoyote, anaweza kuja kwa nguvu sana, akafanya mambo makubwa ya nguvu yatakayoshangaza wengi, na wewe mwenyewe utabaki unashangaa. Yesu ni mwema, akubariki. Mngoje Bwana kwa majira yake. Tusipozimia, asema tusipozimia roho tutavuna kwa wakati. Tusipozimia roho tutavuna kwa wakati. Tusipozimia roho. Usizimie moyo wako, usizimie nafsini mwako, usichoke ndani yako. Bwana atafanya kwa wakati wake, sawa sawa na mapenzi yake. Atakutimizia, atakufanyia, wala usichoke, wala usichoke, kwa sababu anajua haja ya moyo wako, anajua kabisa hali yako, anajua kabisa, na hivyo anaweza kukufanyia, anaweza kukutendea, anaweza kutukamilishia. Usijali, usijali kwamba imekuwa umechelewa. Mungu haangalii muda, Mungu hafungwi na muda, wala hazuiliwi na muda. Atafanya tu kwa utukufu wa jina lake. Atafanya kwa wakati wake. Katika jina la Yesu akakutazame na kukusaidia sasa na kukufanikisha sasa kwa utukufu wa jina lake, katika jina lake yeye lipitalo kila jina, lenye uweza juu ya vyote, lenye nguvu juu ya vyote, jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu akakushangilize kwa wakati wako, Mungu akakurejeshe sawa sawa na mapenzi yake. Anasema basi tendeni mema na msipozimia, basi mtavuna kwa wakati. Tusipozimia tutavuna kwa wakati. Usizimie ili upate kuvuna kwa wakati. Anasema msichoke kutenda mema, msichoke kutenda mema, msichoke kutenda mema. Nisome, nimeipata, nilikuwa naangalia hapa. Galatia sura ile ya 6, Galatia 6 mstari wa 9. Tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake, tusipozimia roho. Nafurahi sana hilo andiko,
Bwana Yesu akutie nguvu, tutiwe nguvu wapendwa, tiwa nguvu katika jina la Yesu. Galatia 6:9, tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake. Tusipozimia rohoni, tutavuna kwa wakati wa Bwana, na tutavuna yale tuliyotakiwa kuyavuna, tutayapokea kwa utukufu wa Mungu Baba. Haleluya sana. Usichoke kutenda. Kwamba umechoka, mbona umefanya na Mungu hajakuona, ni kama amekusahau, ni kama hakukumbuki, ni kama sijui vile na vile. Usiangalie huko, usifikiri huko. Mungu ni mwema, atakujaza mema kwa wakati wake. Usizimie rohoni, usizimie mwilini, usichoke, tenda tu kazi ya Bwana, fanya tu kwa wakati wa Bwana. Atakujilia, atakujaza, atakushibisha. Kumbuka Ibrahim na Sara aliwajilia, akawashibisha, akawajaza, akawabariki hata katika uzee, hata wakati wa mwisho ambapo unafikiri mambo yamekwisha haribika, anasema hapana, ahadi ya Mungu